Yeah, Mr. Nice, Mr. Nice, the legend, Mr. Nice, mtu mkubwa. Unaangalia PTV Tanzania, nawapenda sana. Mwah. Habarini za saizi mabibi na mabwana na wanaafrika wote kokote mliko ulimwenguni. Kwa majina ni Dr. Riziki Mkali Malela. Ni daktari wa tiba asili na utafiti wa mitishamba. Pia ni mwanaharakati huru wa ukuu wa Mwafrika. Ndugu zangu, leo nimekuja mbele yenu si katika darasa, isipokuwa nimekuja mbele yenu kwa lengo la kuweza kutoa shukrani zangu za dhati kwa wadau mbalimbali walioko ndani ya nchi na nje ya nchi, nikiwa na maana ya kwamba waliopo katika nchi za Afrika na Waafrika ambao wako nje ya nchi nje ya bara la Afrika. Nimekuja kwenu kutoa shukrani zangu za dhati kwa wale wote mlio sapoti au mlioweza kuchangia au kunishika mkono na kumshika mkono Maalim Suleiman bin Daudi katika kusudio lake maalum la kuweza kugawa sadaka kwa wazee pamoja na walemavu. Niwashukuru sana. Nimeona mapokezi yenu, nimeona jitihada zenu. Watu si kana kwamba wanacho kikubwa sana, wanacho kidogo, lakini wanasema hicho hicho kidogo tutakula pamoja na wazee na walemavu. Kiukweli natoa shukrani zangu za dhati kabisa katika harambee hii ambayo tunaendelea nayo ya kuweza kula chakula pamoja na wazee wetu pamoja na walemavu. Sina budi kuweza kutoa shukrani hizi kwa sababu sikuwahi kutegemea kwamba endapo zoezi hili likianza kama Maalim Suleiman bin Daudi alivyotoa muongozo, je, litapokelewa kiasi gani na jamii ya Kiafrika. Lakini kwa mfumo tunaoenda nao na kasi tunayoenda nayo, kiukweli nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sijaja kwenu kuweza kuwashukuru. Sadaka hii imekusudiwa kutolewa kwa miezi 12, yani mwaka mmoja. Tutakwenda na sadaka hii kwa mfumo huu kwa miezi 12, ikiwa na maana ya kwamba mwaka mmoja. Na sasa naongea tuna takriban mwezi wa pili tu katika miezi 12. Kwa hiyo tuna miezi 10 mingine mbele ambayo imesalia kuweza kukamilisha mwaka wetu ambao tumekusudia kuweza kula na wahitaji hawa, yani wazee pamoja na walemavu. Kwa hiyo nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa watu mbalimbali katika mataifa ya Afrika waliotuunga mkono kwa pamoja kuweza kutoa sadaka hii kwa walemavu pamoja na wazee kwa muda wa mwaka mmoja, yani miezi 12. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa kiasi kikubwa sana, yani kutoka moyoni. Na washukuru sana sana sana. Wazee pamoja na walemavu wamekuwa wakijua wajibu wao, lakini pia kila tarehe 30 tumekuwa nao hapa kwa ajili ya kuweza kugawana sadaka hii ndogo ambayo mimi na wewe Mwenyezi Mungu katujalia kuweza kuipata. Na si kana kwamba kufanya hili labda pengine Dr. Riziki ana pesa nyingi sana, hapana. Ni kile tu kidogo Mwenyezi Mungu ambacho kanijalia, nikaona ni muunge mkono Mwalimu Suleiman bin Daudi. Baada ya yeye kuja na jambo hili, tukaona si vibaya kuweza kumuunga mkono na sisi kushare naye jambo hili kwa pamoja. Lakini kumbe si Dr. Riziki tu peke yake ambaye ameamua kuungana na Maalim Suleiman bin Daudi. Kumbe hata wadau mbalimbali wa mataifa mbalimbali, yani ikiwa na maana ya kwamba Wanaafrika, baadhi ya Wanaafrika ambao wameguswa na jambo hili wamekuwa wakisapoti kwa kiasi kikubwa kwa kutuma pesa zao kwa ajili ya kuweza kukamilisha jambo hili kwa wakati. Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zangu kwa jitihada ambayo inaendelea hii, kwa michango yenu ambayo inaendelea kuweza kutumwa kila iitwapo leo. Nina imani kubwa sana kwamba mafundisho tunayoyatoa kuhusiana na kitu kinachoitwa sadaka au kafara ni kweli sasa kimeanza kuingia akilini Wanaafrika. Na nataka nikuibieni siri moja tu Wanaafrika. Hakuna mafanikio yenye nguvu kama mafanikio ya kafara. Hakuna mafanikio yenye nguvu kama mafanikio ya kumwaga damu.
Ukiwa muumini mzuri wa kumwaga damu, ni rahisi sana kuweza kufunguliwa. Amini ninachokwambia hiki. Na ukiwa muumini mzuri sana wa kuweza kutoa sadaka katika mfumo wa kama ambavyo tunavyofanya hivi, kula na wazee, kula na wajane, kula na walemavu, kula na watoto yatima, kiukweli ni njia pekee ya kuweza kukufungua wewe kwa haraka mno. Na ndiyo maana huwa napenda kusisitiza sana, unapotuma pesa yako kwa niaba ya kuweza kusapoti jambo hili, iwe shilingi 1,000, iwe shilingi 10,000, iwe shilingi 200,000, iwe shilingi milioni 2, iwe shilingi milioni 1, hakikisha kabla ya kuituma pesa hiyo itilie nia kwanza. Kusudio lako, mimi fulani bini fulani natia nia kwa wewe Mwenyezi Mungu, natoa sadaka hii kwa ajili ya kuweza kusapoti jambo hili lililoasisiwa na Maalim Suleiman bin Daudi pamoja na Dr. Riziki. Natoa sapoti yangu hii kwa ajili ya kusaidia au kutoa sadaka kwa walemavu pamoja na wazee. Ewe Mwenyezi Mungu, natoa kidogo ulichonijalia, na wewe naomba unipe kikubwa zaidi ya hiki. Baada ya hapo, tuma pesa yako. Hakika ukiwa muumini wa hilo jambo, tizamia ndani ya miezi 3 mpaka 4, hatua yako itakuwa wapi? Milango yako ya riziki itakuwa imefikia wapi? Simu zako za kazi zitakuwa zimefika kwenye kiwango gani? Muitikio wa watu unaowakaribisha kwenye mambo yako utakuwa umefikia kiasi gani? Majibu utayapata. Yaani we fanya hivyo, majibu utakwenda kuyapata. Usione kwamba naongea hapa tu kwa lengo labda la kutaka kukushawishi utoe mchango wako. Mungu hajawahi kumdhulumu mtu, na kama unahisi kwamba Mwenyezi Mungu anao uwezo wa kukudhulumu haki yako, basi kaa na fedha yako hiyo. Lakini na imani kabisa kwamba kwa yeyote mwenye kujitoa na kujituma kwenye jambo la kuchinja, yani kutoa kafara ya wanyama wa miguu 4, pamoja na wenye uwezo wa kuweza kusapoti hata kama ni fedha tu, yawezekana usitoe fedha. Na tulisema kwamba sisi tunapokea chochote atakachokuja nacho mtu yoyote, haijalishi ni nguo ambayo pengine ni mpya, ambayo ilikuwa kabatini tu huivai, umeamua kutoa sadaka, tunapokea. Labda pengine magodoro umeamua utoe sadaka, tunapokea. Maji umeamua kutoa sadaka, tunapokea. Kila aina ya sadaka ambayo unahisi kwako ni nzuri, kana kwamba ukitoa Mwenyezi Mungu anafurahi pamoja na malaika wake, basi unakaribishwa kuweza kusapoti sadaka hiyo. Kwa hiyo kwa pamoja naomba tuungane kuweza kuishinda vita hii na kuweza kuwasapoti walemavu pamoja na wazee katika kuhakikisha kwamba wanatimiza ndoto yao, ikiwa kama ni miongoni mwa jamii na wao. Pindi wanapopokea shukrani hizi na kutoa asante yao, asante hiyo haishii kwa Mwalimu Suleiman bin Daudi wala haiishii kwa Mkali Malela peke yake, isipokuwa inakuja mpaka kwako moja kwa moja wewe uliyetia nia kwa ajili ya kuweza kusapoti makundi haya yenye uhitaji. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niwashukuru sana ambao mmeendelea kusapoti, na yeyote atakayekuwa ana uhitaji wa kuweza kuwa miongoni mwa wasapoti wa harambee hii ya miezi 12, usikose kuweza kusita kujitokeza. Nambari zangu za simu ni anza na alama ya kujumlisha 255 766 04 0056. Hiyo ni namba ya Vodacom ambayo inapatikana kwa WhatsApp. Namba nyingine ambayo unaweza ukasapoti mchango wako ni namba ya Tigo ya Tanzania. Anza na alama ya kujumlisha 255 716 757373. Kwa nambari ya Kenya Safaricom, anza na alama ya kujumlisha 254 759 514 100. Hizo ndo namba pekee ambazo zinapokea sadaka. Hizo ndo namba pekee ambazo zinapokea maoni yenu. Nafikiri mtakuwa mmenielewa vizuri. Kwa hiyo ukikuta kwenye klipu yangu yoyote namba tofauti na niliyozitaja hapo, elewa hao ni matapeli wa kimtandao, kama ambavyo wamekuwa wakiendelea sasa hivi kuendelea kutapeli watu huko. Watu mbalimbali wanalia sana kupitia klipu hizi. Kwa hiyo kuweni makini sana.
Unapotaka kuniandikia maoni yako au ushauri wako, niandikie kupitia namba hizi. Kwa mimi ndugu zangu niseme tu asanteni sana kwa sapoti yenu, na ninyi muendelee kuweza kuwa na moyo wa namna hiyo, kuweza kusapoti makundi haya yenye uhitaji. Mambo haya tunayoyafanya ni makubwa ndugu zangu, ni makubwa sana kuliko mnavyofikiria. Niwashukuru sana. Hizi ni miongoni mwa sadaka ambazo zinatolewa, kila mwezi. Kameramani unaweza ukamulika, na hizi ndio sadaka ambazo zinatolewa kila mwezi katika ofisi yetu hapa makao makuu hapa Dar es Salaam. Ni hizi hapa. Ndani kuna unga, hapa ndani kuna sukari, hapa ndani kuna unga, kuna sukari na kuna mchele. Kwa hivyo ndugu zanguni, kama mnavyoona, kichache ulichojaliwa na ndicho ambacho kinafanyiwa kazi. Kwa usije ukaona labda pengine ndani hapa tunazungumza labda pengine kuna mawe au namna gani. Kuna mchele, kuna package ya mchele ya kilo 2, lakini pia kuna sukari nusu kilo, lakini pia kuna unga, chakula hii unga kilo 5. Hii ni sapoti kwa ajili ya wahitaji ambao tunao wakusudia. Tumeamua kugawa hivi kwa uchache, lakini naamini kadri siku zinavyozidi kwenda kitakuwa ni kikubwa zaidi ya hiki. Tunagawa hivi kidogo kidogo ili kusudi kila mmoja aweze kupata. Tukisema kuweza kugawa kingi zaidi, wengine watakosa, na sisi sio lengo letu wengine waweze kukosa, hapana. Wote tuweze kupata. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda na watu wanapozidi kuongezeka katika kuweza kutia sapoti zao, ndipo ambapo hata package zinazidi kuwa kubwa. Kwa sababu huu ni mwezi wa pili. Tumeanza harambee hii mwezi ulioisha, na huu ni mwezi wa pili. Mwezi wa kwanza tu tulivyoanza tulikuwa na watu wasiopungua 180 hivi. Lakini kwa awamu hii mwezi huu wa pili watu tuliokuwa nao ni 265 mpaka sasa. Na sasa hizi tunaongea haijafika jioni. Sijajua mpaka itakapofika 12 jioni tutakuwa na watu wangapi. Sasa unaweza ukaona namna ambavyo kila siku zinavyozidi, kila miezi zinavyoenda, ndipo ongezeko la wahitaji wanapozidi kuweza kufika mahali hapa. Lakini kingine, naomba nitoe rai moja tu ambayo ni muhimu sana. Rai ambayo nataka kuweza kuitoa. Jambo hili ni jambo la heri ambalo tumekusudia kuweza kulifanya mimi na wewe. Lakini kumekuwa na changamoto ambayo tunakutana nayo. Lengo ni wazee wasiojiweza pamoja na walemavu. Lakini kuna watu wamekuwa wanakuja, unamuona kabisa sio mzee, ni mdada tu, anakuja. Lakini pia wengine ni wakaka tu wanakuja, sio mlemavu, lakini vile vile sio mzee, lakini anakuja kwa ajili ya kuweza kuhitaji msaada huu. Naomba nitoe rai ndugu zangu, msaada huu umelenga wahitaji tu ambao tumewaorodhesha hapo, ambao tumewataja kwamba ni walemavu pamoja na wazee. Sasa wewe ambaye huna sifa hizi, si sehemu yako, lakini tu kwa huruma wamefika takriban kama 10 leo. Nikasema si vibaya kwa leo kwa sababu wameshafika. Nilijisikia vibaya kiukweli kuweza kuwaruhusu tu watoke bila chochote. Kwao tulichowaambia kwamba subirini kwanza wahitaji tuliowalenga, wakishaisha na ninyi ndio muweze kusapotiwa. Lakini kumbukeni, hili si zoezi ambalo linawagusa ninyi. Kwao tumetumia hisani tu, kwa sababu mwingine anakuja tu anakuambia aliachwa na mume wake, maisha magumu, ana miaka 40. Bado sio mzee huyo. Kuna wengine wanakuta tu ni kijana, maisha magumu, anataka support kama hii. Lakini watahadharisheni tu ndugu zangu, tunalenga wahitaji ambao tumewapendekeza katika upande wa zoezi hili. Wewe kama una miaka 40, una miaka 50, una miaka 30, jambo hili liko nje na wewe. Wamekuja sawa, wametoa malalamiko yao kulingana na situation ya maisha wanayopitia, lakini tukisema tufungulie tu mpaka watu wenye umri wa miaka 30, kila mwezi tutakuwa tunapokea watu 700,000 hapa, ambapo kimsingi inahitaji nguvu ya kutosha kuweza kuwakimu hao watu. Kwa tumelenga watu wenye mahitaji tu ndugu zangu.
naomba muelewe sana na mtusamehe sana katika hili. Sitaki kuwachosha. Asanteni sana. Kwa wale wanaotaka kuweza kujumlika na sisi katika sadaka hii, basi wasiweze kukoma. Milango iko wazi, nambari ni hizo. Tuma support yako, mchango wako wa hiari ambao unakusudia kuweza kutoa kwa ajili ya kuweza kuwafikisha walemavu na wazee katika mwaka mmoja tuliokusudia. Asanteni sana, tukutane katika vipindi vingine. Asanteni sana. Yeah, Mr. Nice, Mr. Nice, the legend, Mr. Nice, mtu mkubwa. Unaangalia PTV Tanzania, nawapenda sana. Mwah.